wa katika bonde, wametoka mashimoni na kwa wafu, lakini Isaya aliona wako mashimoni. Ndio maana majeshi lazima yamke yawafate, maana watu wamefichwa, wala hapana asema irudisha. Nimeona kusini na tikisika kwa kelele zako. Majeshi yako wapi? Majeshi ni majeshi ya nani? Yakipiga majeshi, yakipiga majeshi, hawawezi, wamekwisha. Leo sijajiandaa kwa ajili ya kuzungumza na wewe, lakini Mungu amejiandaa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Naomba maneno haya uyaone kuwa maneno ya thamani sana. Kama unavyojua, wakati mwingine nguvu za Mungu zinaposhuka juu yetu, tunaruka, tunakwenda kushoto, tunafanya hivi, na bila kujua baadaye tunalala tumechoka kweli kweli. Lakini leo nitajitahidi kwenda polepole ili nikupe yale ambayo Bwana anataka uyapate. Leo tutasoma wote kwa pamoja Biblia takatifu, na tutakwenda hatua kwa hatua, tutajifunza. Ninaomba kila mtu afungue moyo wake, lakini kabla sijaanza kufundisha unisikilize jambo fulani la makini sana. Mimi ninakumbuka ule mwaka ambao Bwana alinitembelea. Of course nilikuwa mhubiri miaka mingi, nimehubiri, lakini kuna mwaka maalum ambao Mungu alinitembelea akabadilisha kabisa maisha yangu. Miaka huenda, miaka huja, lakini Mungu huwa anaandaa miaka kwa ajili ya kuwatembelea watu wake. Unashangaa mwaka fulani Mungu anakutembelea kabisa, unaona kabisa umetembelewa kabisa, na unagundua Mungu amelazimisha kunisahaulisha yaliyopita hayo. Lakini pia kuna wakati mwingine unafanya maovu fulani ambayo nilisema unakuwa haujatenda vema machoni pa Bwana. Mwaka huu mzima umekwenda haujaenda vizuri, kwa hiyo
Mungu na yeye anakuwa amepanga kukuletea mabaya fulani kama maonyo yake. Lakini mimi nilikuwa sipendi mtu yeyote apate mabaya hayo. Ndio maana wakati wa kuanza maombi ya kufunga na kuomba, Mungu amenielekeza kwamba tutakuwa na siku 3 tutakazoomba kwa ajili ya kumsihi Mungu ayaahirishe hayo aliyoyapanga yalete kwenye maisha yako kwa ajili ya mambo ambayo ulimkosea. Kwa sababu hiyo nataka niyafate mambo fulani ili tujipange vizuri kwa ajili ya kuingia kwenye maombi. Kwa pamoja tufungue Biblia takatifu. Tusome kwa pamoja kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 1 na mstari wa 14. Somo langu leo linaitwa kwa nini hukuogopa? Mwambie mwenzako, kwa nini hukuogopa? Mwangalie machoni afu muulize, kwa nini hukuogopa? Mwambie akujibu, sikuogopa kwa sababu. Kwa nini haukuogopa? Nitasoma kutoka katika Samueli wa kwanza, Samueli wa pili. Samueli wa pili sura ya 1 na mstari wa 14. Labda ili twende kwa pamoja, nisome kuanzia ule mstari, nisome mistari mingi kidogo. Kuna wale ambao si wasomaji wa Biblia sana, kwa hiyo hawawezi kujua. Sasa nisome kuanzia mstari wa 1. Nianzie mstari wa 2. Samueli wa pili sura ya 1, nianzie mstari wa 2. Leo ni kujifunza zaidi. Kama nikichemka basi ni bahati mbaya imenipata. Hata mstari wa 2, hata siku ya 3 ikawa, tazama, akaja mtu kutoka kambi ya Sauli, nguo zake zimelaluliwa, tena ana mavumbi kichwani mwake. Basi ikawa alipomfikia Daudi, akaanguka chini akamsujudia. Daudi akamwambia, umetoka wapi? Akamwambia, nimetoka katika kambi ya Israeli. Daudi akamwambia, yalikwendaje? Muulize mwenzako, yalikwendaje? Tafadhali niambie. Akajibu, watu wamekimbia vitani, tena watu wengi wameanguka, wamekufa. Hata Sauli naye Jonathan mwanawe wamekufa. Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, umejuaje ya kuwa Sauli na Jonathan mwanawe wamekufa? Yule kijana aliyempa habari akasema, nalikuwa kwa nasibu juu ya kilima cha Gilboa. Natazama, Sauli alikuwa ameegemea fumo lake. Natazama, magari na wapanda farasi wakamfuatia kwa kasi. Naye alipotazama nyuma akaniona, akaniita. Nikajibu, mimi hapa. Akaniambia, nani wewe? Nikamwambia, mimi ni Mmaleki. Akaniambia, tafadhali simama karibu nami uniue, maana shida imenipata kwa sababu ya roho yangu ingali hai ndani yangu. Basi nikasimama karibu naye nikamuua, kwa sababu nalijua hakika ya kuwa hawezi kupona baada ya kuanguka. Kisha nikaitwaa ile taji iliyokuwa kichwani kwake na kikuku alichokuwa nacho mkononi mwake, nami nimevileta hapa kwa bwana wangu. Ndipo Daudi akashika nguo zake akazilalua. Kadhalika watu wote waliokuwa pamoja naye wakaomboleza, wakalia, wakafunga hata jioni kwa ajili ya Sauli na kwa ajili ya Jonathan mwanawe na kwa ajili ya watu wa Bwana na kwa ajili ya nyumba ya Israeli, kwa sababu wameanguka kwa upanga. Naye Daudi akamwambia yule kijana aliyempa habari, watoka wapi wewe? Akajibu, mimi ni mwana wa mgeni Mmaleki. Daudi akamwambia, jinsi gani haukuogopa kuunyosha mkono wako umwangamize masihi wa Bwana? Jinsi gani haukuogopa kuunyosha mkono wako umwangamize masihi wa Bwana?
Ndipo Daudi akamwita mmoja wa vijana wake akamwambia, mwendee umwangukie. Basi wakampiga hata akafa. Daudi akamwambia, damu yako na iwe juu ya kichwa chako mwenyewe, maana umejishuhudia nafsi yako ukisema, nimemuua Masihi wa Bwana. Baba Mungu, ninaomba katika jina la Yesu, tunapoingia katika mwaka huu wa 2015, ninaomba leo unipe utulivu na watu hao wape utulivu. Tusikie maneno yatokayo katika sheria yako, yatusaidie na kutuongoza kupona magonjwa katika jina la Yesu. Amen. Hebu kila mtu aseme amen. Kwa hiyo ndio maana somo langu nikaliita kwa nini haukuogopa. Tunakiona kisa hiki nikihadithia kwanza kisa chenyewe. Daudi alikuwa ni kijana mwenye miaka 16, 15. Sasa amemuua Goliati. Alipomuua Goliati, mfalme wa nchi akawa na wasiwasi kwamba huyu anaweza kuwa rais kwa niaba yangu. Kwa hiyo akaanza kumkimbiza. Daudi akakimbilia polini. Alipokimbia, kwa nini mfalme anamkimbiza? Kwa sababu mfalme amepata hisia kwamba huyu kijana kwa nguvu zake hizi anaweza kuwa mfalme wa nchi hii. Daudi akakimbilia kwa mtu anaitwa Elimeleki. Alipofika kwa Elimeleki akamwambia, bwana mfalme, bwana wangu Sauli ananitafuta kuniua na sina chakula, nisaidie angalau tupate chakula. Daudi akapewa chakula na Elimeleki. Daudi akakimbia kwenda jangwani, anamkimbia bwana wake Sauli, mfalme wa Israeli. Na baadaye huyu Sauli akaenda kwa Elimeleki, akamuuliza, Daudi alipita hapa? Akamwambia, ndiyo, Daudi alipita hapa, alikuwa na vijana wake, walikuwa na njaa, nikawapa chakula. Sauli akamwambia askari wake, muueni kwa sababu amempa chakula adui yangu. Kuhani Elimeleki akauawa. Kwa nini? Amempa Daudi chakula. Baadaye Daudi akakimbilia jangwani. Kwa hiyo kwa miaka nenda rudi, Sauli akawa anamtafuta Daudi amuue. Daudi akawa ni mtu wa kukimbia kimbia. Daudi anakimbia kijiji hiki, anakwenda kijiji kingine. Lakini of course Sauli alikuwa ni mtumishi wa Mungu, amepakwa mafuta na Mungu. Ndiyo maana hili neno Masihi wa Bwana. Sasa Daudi akakimbizwa na Sauli miaka kama 4, anakaa polini na watu wake, anatafuta auawe. Sasa siku moja Daudi akiwa polini, amekaa kwa poli kule miaka mingi, akatokea sasa, wako polini Daudi na jeshi lake wanamkimbia Sauli. Akamwona Daudi kwa mbali kijana mmoja anakimbia kwa kasi. Yule kijana amejaa vumbi, akaja akaanguka miguuni pa Daudi. Daudi akamuuliza, wewe ni nani? Ndio tumesoma huyu kijana akasema, mimi ni kijana Mmaleki. Akamwambia, umetoka wapi? Akasema, mimi nimetoka kule, kulikuwa na vita. Sauli wakati anamkimbiza Daudi alikuwa pia vita na Wafilisti. Amemkimbiza Daudi usiku mzima. Baadaye akasema, ni Simoni Daudi, wacha nikapigane na Wafilisti. Akaenda kupigana na Wafilisti na Daudi naye yuko jangwani. Sasa kijana yule akasema, Daudi, nimetoka vitani kule sasa hivi. Daudi akamuuliza, yamekwendaje vitani? Daudi ana kiu ya kusikia. Kijana huyu akatoa taarifa za vitani. Alipoulizwa yamekwendaje, kijana huyu taarifa aliyoitoa akaitoa inasema hivi. Ameulizwa yamekwendaje, tafadhali niambie. Akajibu akasema, anamwambia Daudi. Sasa huyu kijana aliyetoa kwenye vita vya Wayahudi anamwambia Daudi, akajibu, watu wamekimbia vitani. Daudi anamsikiliza tu, yani maana yake vita ya Israeli na Wafilisti. Halafu akasema tena watu wengi wameanguka, wamekufa. Daudi anamsikiliza tu. Hata Sauli naye na Yonathani mwanawe wamekufa. Ule mstari wa 5, Daudi akamuuliza yule kijana aliyempa habari, umejuaje ya kuwa Sauli na Yonathani mwanawe wamekufa? Anamuuliza, umejuaje? Daudi hakujali sana watu wengi wamekufa, watu wengi wameanguka.
aliposikia Daudi na Yonathani Sauli na mwanawe wamekufa. Sauli ndiye alikuwa mfalme wa Israeli na Yonathani ndiye alikuwa mtoto wa mfalme. Aliposikia hiyo akamwambia, umejuaje? Yule kijana ndiye akaanza kujieleza sasa. Nimejua kwa sababu nilikuwa kule vitani. Niliwaona wapiga upinde wanamkimbiza mfalme. Na baadaye wakampiga mshale moja. Sasa mfalme Sauli akawa amejiinamia kwenye gari yake. Kwa bahati nzuri mimi nikapita pale. Kijana anamuelezea Daudi. Kwa bahati nzuri mimi nikapita pale. Nikamkuta mfalme amepigwa mshale ubavuni mwake na damu inamtoka. Mfalme akaniita akaniambia, sogea hapa kijana. Nikasogea. Akaniuliza, nani wewe? Nikamwambia mimi ni kijana wa mgeni wa Mmaleki. Basi mfalme Sauli akaniomba, naomba uniue. Kwa sababu nimejeruhiwa vitani, ninaona kana kwamba sitapona, naomba uniue. Ili hawa Wafilisti wasije wakanikamata nikiwa hai wakanisimanga, naomba uniue. Na huyu kijana lakini anajua huyu ni Sauli, ni mpako mafuta wa Bwana, ni mtumishi wa Mungu. Lakini sasa ameshajeruhiwa asije akakamatwa, lakini mtumishi wa Mungu. Lakini pia huyu Sauli ni mtumishi wa Mungu, lakini anamtafuta Daudi amuue. Ameniomba niue. Kwa hiyo huyu kijana akachukua upanga wake. Anasema kijana, nikachukua upanga wake nikamuua. Kwa sababu nalijua, alisema nalijua, huyo kijana anasema nalijua kwa hakika hatapona. Ule mstari wa 10. Basi nikasimama karibu naye nikamuua, kwa sababu nalijua hakika ya kwamba hawezi kupona baada ya kuanguka. Wewe ulikuwa Mungu, ulijua hatapona, akamuua. Akamwambia Daudi, nimekuletea hapa hii taji yake na kikuku chake na mkuki wake nimeuleta. Daudi alipoangalia kweli akaona ni vya Sauli, na upanga huu akaona ni wa Sauli. Biblia inasema Daudi alipoona hapo akalalua mavazi yake. Sasa lile jeshi lake lilikuwa linamtegemea Daudi afurahi, kwa sababu Daudi amekuwa akikimbizwa na Sauli kwa miaka 5 jangwani auawe. Lile jeshi lake liliposikia Sauli amekufa na Yonathani amekufa, Daudi akalalua mavazi yake. Watu wakafikiri analalua mavazi yake kwa sababu sasa ni sherehe ianze. Basi na watu wengine, askari wengine wakalalua mavazi yao, wakachana mavazi yao, wakaanguka chini. Biblia inasema wakaacha kula mpaka jioni, wakaanza kumwombolezea Sauli. Maneno aliyoomboleza, akaanza kuombolezea Sauli pamoja na mwanae. Akaomboleza na kuomboleza. Nataka niyasome yale maneno ya Daudi anamuombolezea sasa Sauli. Mimi yananishangaza sana, kwa sababu huyu ni adui yako, kwa sababu huyu ndiye alikutafuta kukuua, kwa sababu huyu ndiye amekufanya uwe mbali na mji, unakimbia, unamuombolezea wa nini? Amekufa, amepigwa. Lakini inanishangaza kweli. Hebu niyasome maneno hayo ambayo sasa Daudi anaomboleza kwa ajili ya Sauli na Yonathani. Nitasoma ule mstari wa 17. Tuko Samueli wa pili sura ya 1 mstari wa 17. Basi Daudi akamwombolezea Sauli na Yonathani mwanawe maombolezo haya, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha shairi, akasema, wana wa Yuda na wafundishwe haya, walio fahari yako Israeli, juu ya mahala pako palipoinuka ameuawa, jinsi mashujaa walivyoanguka. Msiyahubiri mambo haya katika Gati, msiyatangaze katika nchi ya Ashkelon, wasije wakashangilia binti wa Wafilisti, binti wa wasiotahiriwa wakasimanga. Enyi mlima Gilboa. Mlima Gilboa ndio mlima aliyokufa Sauli. Mlima Gilboa, isiwepo juu yenu umande wala mvua wala mashamba ya matoleo, maana ndipo ilipotupwa kwa aibu ngao ya shujaa, ngao yake Sauli pasipokutiwa mafuta. Kutoka kwa damu yao waliouawa, kutoka kwa shahamu yao mashujaa, upinde wa Yonathani haukurudi nyuma, wala upanga wa Sauli haukurudi bure. Sauli na Daudi
walipendwa na kupendeza maishani, wala mautini hawakutengwa. Walikuwa wepesi kuliko tai, walikuwa hodari kuliko simba. Binti za Israeli, mlilieni huyo Sauli ambaye aliwavika mavazi mekundu kwa anasa, akazipamba nguo zenu za dhahabu. Jinsi mashujaa walivyoanguka katikati ya vita! Yonathani, wewe umeuawa juu ya mahali pako palipoinuka. Nimesikitika kwa ajili yako Jonathani, ndugu yangu. Ulikuwa ukipendeza sana. Upendo wako kwangu ulikuwa wa ajabu kupita upendo wa mwanamke. Jinsi mashujaa walivyoanguka na silaha za vita zilivyoangamia. Hapa ni Daudi anamlilia Sauli adui yake, na baada ya kuwa amemaliza kumlilia, Daudi sasa akaamka jioni, akamfuata yule kijana, ndiye akamuuliza maneno haya. Sasa akamwambia, ni ile Samueli wa pili mstari wa kwanza, Samueli wa pili sura ya kwanza mstari wa 14. Daudi na jeshi lake wamelia. Walipomaliza kulia, ndiyo Daudi akamwambia, ule mstari wa 14 wote kwa pamoja. Sasa Samueli wa pili sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 14. Samueli wa pili sura ya kwanza mstari wa 14. Daudi akamwambia, jinsi gani haukuogopa kunyosha mkono wako umwangamize masihi wa Bwana? Daudi anamuuliza yule kijana. Daudi akamwambia, mstari wa 16, damu yako na iwe juu ya kichwa chako mwenyewe, maana umejishuhudia nafsi yako ukisema, nimemuua masihi wa Bwana. Daudi akamwambia vijana wake, muueni na yeye. Watu wakachukua upanga wakamfyeka huyo bwana, akafa mara moja. Kwa nini? Kwa sababu amemwangamiza masihi wa Bwana. Ninaomba nitafasiri neno masihi wa Bwana. Masihi wa Bwana kwa Kiingereza tunaita Christ. Ndiyo maana Yesu anaitwa Yesu Kristo. Hilo neno Kristo maana yake masihi. Yesu masihi maana yake ni mpako mafuta wa Bwana. Kwa nini anaitwa mpako mafuta wa Bwana? Kwa sababu zamani katika Israeli, ili Mungu awe pamoja na wewe, ulitakiwa kupakwa mafuta Mungu atembee pamoja nawe. Na mtu aliyekuwa anapakwa mafuta katika Israeli tayari amegeuka, tayari anakuwa si wa kawaida, anakuwa Mungu yuko pamoja naye, anaitwa mpakwa mafuta. Nabii alikuwa anaijaza pembe yake, anamwendea mtu, anamimina mafuta juu yake, anasema, umetiwa mafuta kwa mfalme wa Israeli. Na tangu wakati ule mtu anapotiwa mafuta, roho ya Bwana inakuja juu yake na Mungu anakuja juu yake. Kwa hiyo tangu siku hiyo mtu huyo anakuwa msemaji kwa niaba ya Mungu, anakuwa ni kinywa cha Mungu duniani. Jina lingine anaitwa masihi wa Bwana au Kristo wa Bwana. Sasa kwenye Agano la Kale ulikuwa huwezi kuitwa masihi wa Bwana bila kutiwa mafuta, na waliokuwa wanatiwa mafuta walikuwa watatu tu. Alikuwa anatiwa mafuta mfalme ili awe mfalme, alikuwa anatiwa mafuta kuhani ili awe kuhani, alikuwa anatiwa mafuta nabii ili awe nabii. Vilikuwa vinatiwa mafuta vyombo vya hekalu ili vitengwe kwa ajili ya Bwana. Na kutiwa mafuta maana yake ni kwamba kuanzia leo nimekutenga uwe kwa ajili ya kazi ya Bwana. Vyombo vilikuwa vinatiwa mafuta. Na ndiyo maana moja ya sababu zilizomuua Yesu ni kwamba alijisingizia kwamba yeye ni Kristo. Natumia neno alijisingizia ili baadaye nikuelezee. Nimesimama kwenye ile platform ya waliomuua. Alijisingizia kwamba yeye ni Kristo, kwa sababu kwa desturi ya Wayahudi walitakiwa wamuone nabii. Nabii amebeba pembe yake, anakwenda nyumbani kwa Yese, kama alivyofanya nabii Samueli. Amebeba pembe yake, anakwenda nyumbani kwa Yese, anafika anamimina mafuta kwa mtu. Alafu kuanzia siku hiyo mtu anaitwa masihi wa Bwana. Lakini Mafarisayo hawakuwahi kumwona mtu yoyote anamimina mafuta juu ya Yesu. Walikuwa wanajua historia ya nyuma ya Wayahudi kwamba mpaka mtu amiminiwe mafuta juu ndiyo jina lake linabadilika, anaitwa masihi au Kristo.
Lakini Yesu amezaliwa Nazareti tu, tumemwona kijana juzi tu, alafu anajiita Kristo. Watu wanaulizana ni lini, kuna nabii nani mliyemwona na mwaga mafuta juu yake hata aitwe Kristo? Ndiyo maana unaposikia wanamshtaki Yesu wanamuuliza, je, wewe ni Kristo? Hawamuulizi je, wewe ni Yesu. Ugomvi ni pale kwamba je, wewe ndiwe Kristo? Maana yake unapoitwa Kristo ni sawa na kusema je, wewe ni Mungu? Ndiyo maana Biblia inasema watatokea makristo wa uongo. Haisemi watatokea mayesu wa uongo. Hili neno Kristo kwenye Kigiriki inaitwa Kristose au masihi wa Bwana. Hili neno ndiyo kubwa mno kwenye Biblia, ndiyo uungu wa Mungu juu ya mwanadamu. Mwanadamu anakuwa na vipande viwili. Kipande cha kwanza ni cha wanadamu wake, kipande kingine ni cha uungu wa Mungu juu ya mtu. Sasa huu uungu wa Mungu juu ya mtu ndio unaitwa Kristo au masihi wa Bwana. Sasa Wayahudi hawakuwahi kumwona Yesu anamiminiwa mafuta wakati wowote. Ndiyo maana wakasema huyu anajidai kwamba ni Kristo,